Changamoto katika shule ya msingi ya Likuyufusi ambayo iko katika manispaa ya Songea imetokea baada ya wazazi kuingia katika sintofahamu kufuatia kitendo cha chakula walichokuwa wamekusanya kupitia michango yao ya kila siku. Wakakusanya chakula kwa ajili ya kulisha watoto kwa msimu wa mwaka mzima, ambapo walikusanya zaidi ya magunia 80 ya mahindi yenye kilo zaidi ya 100. Lakini kwa kusikitisha na kwa masikitiko makubwa, baadhi ya wazazi ambao ni wajumbe wa kamati ya chakula ya shule ya msingi Likuyufusi walikosa uaminifu, wakaamua kuuza magunia 53 ya chakula, yani ya mahindi, na hivyo kupelekea tafrani katika shule hiyo, kwa sababu baadhi ya watoto wamekosa chakula. Lakini kwa kweli sio magunia 53 tu, vile vile zipo fedha zimepotea ambazo wazazi walichanga, lakini vile vile maharage hayaonekani. Kwa hiyo baada ya ofisi yangu kupata taarifa hii, mkuu wa wilaya pamoja akiongozana na mkurugenzi wa halmashauri na watendaji wengine tuliamua kufanya ziara pale shuleni pale kijijini na kukutana na wananchi. Tulipofika pale kijijini pale mtaa wa Likuyufusi, tulikuta kuna kero nyingi, lakini kero kubwa ilikuwa ni kupotea kwa hicho chakula, na wananchi walikuwa na jazba kidogo, kwa sababu baada ya kuwa mahindi yale yameibiwa, jitihada za kuanza kuyarejesha zilianza kufanyika chini chini kwa kuratibiwa na yule afisa mtendaji. Yaani watuhumiwa wamekamatwa 3, wamepelekwa mahakamani. Wakati mahakama haijaanza kusikiliza ile kesi, wale watuhumiwa wanajifanya kujiongeza kuanza kurejesha, na wakawa wamerejesha vipeto 3 vya mahindi yaliyokobolewa. Yaani yaliyopotea ni mahindi mazima gunia 53. Halafu urejeshaji wake wanaanza kupeleka kinyemera mahindi yaliyokobolewa vipeto 3. Kwa hiyo baada ya mkuu wa wilaya kufika pale, nilitoa maelekezo yafuatayo. La kwanza, inaonekana pana kero nyingi za muda mrefu zinazohusiana na udokozi hivi. Maana wananchi wamelalamikia mabati yamepotea, zaidi ya mabati 21 kutoka kwenye dispensary yao pale. Kuna mbao nyingi zaidi ya 200 zimepotea. Kuna miti yao pale imevunwa, lakini hawajaona mapato. Watoto wanakaa chini baadhi yao pale. Lakini tumeona pia kuna changamoto kubwa ya fedha zilishawahi kwenda pale, zaidi ya karibia milioni 20, zinakaribia 20 au 20 na kitu hivi kwa ajili ya choo. Sasa choo kinachoweza kujengwa kwa milioni 20 kidogo tumekuwa na mashaka. Kwa hiyo mkuu wa wilaya tumeelekeza pale ufanyike ukaguzi kuanzia leo. Ndani ya siku 7 mkaguzi atapekua kufuatilia michango iliyokusanywa. Watu wamechangishwa, wengine shilingi 6,500, wengine shilingi 10,000. Kwa tunataka tujue zimekusanywa kiasi gani. Kwa sababu tulipomuuliza mtendaji alisema alikusanya milioni 2 tu, na akasema ziko kwenye account. Kwa hiyo hilo la kwanza, ukaguzi ufanyike wa kutosha ndani ya siku 7. Maelekezo ya mengine ni kwamba wale walioiba, wale 3 waliochukua yale mahindi ya shule, warejeshe mahindi mazima kama yalivyo kufikia Jumatatu. Nimewapa siku 2 tu
kwa maana ya kuanzia jana siku ya kazi na leo Ijumaa, na Jumamosi sio siku ya kazi, lakini warejeshe kufikia Jumatatu asubuhi. Kama hawatarejesha, tutawafunga jela na watatakiwa kurejesha vile vile. Tutauza hata nyumba zao mpaka magunia 53 yote yapatikane kabisa. Tunawafunga jela. Wakirejesha kabla ya Jumatatu, tunaweza tukafikiria hiyo hatua nyingine ya pili. Hiyo pengine wanaweza kusamehewa, tutawasikiliza na wananchi wanasemaje. Hilo lilikuwa la pili. La tatu, nitarudi tena pale kijijini kwenda kuwapa taarifa ya mkaguzi wa hesabu ile michango yote na kujua hela zimefanyika vipi siku ya tarehe 19. Kwa tarehe 19 tunakwenda kuwa na mkutano mwingine wa hadhara Likuyufusi ili kupata mrejesho wa hayo mahindi gunia 53, lakini vile vile na kero zingine za michango mbalimbali waliokuwa wamechangishwa na kujua wana akiba kiasi gani. Mtendaji wa mtaa wa Likuyufusi tulimshikilia jana kwa lengo la kwanza kupata maelezo, pili kupekua mwenendo wake wa namna alisimamia zoezi hili na kupotea kwa hizo gunia 53 chakula cha wanafunzi wa shule ya msingi Likuyufusi. Unafahamu, mtendaji ndiye mtaalamu namba 1, ndiye ndio mtendaji wa kila siku wa hizo shughuli. Mwenendo wake sisi umetutia mashaka, kwa sababu kwanza amekuwa na vitisho. Baada ya tukio hili amekuwa na vitisho sana kwa baadhi ya vijana ambao wanafuatilia, wanataka wezi wakamatwe. Na kuna baadhi ya vijana ambao amewatishia kabisa kwamba kwa nini wanalalamika kuibiwa kwa mahindi, na hasa kwa kuongea na mwandishi wa habari. Nasikia kuna waandishi wa habari walienda pale, baadhi ya waandishi wa habari kwenda pale Likuyufusi kuuliza habari hii. Mtendaji ameanza kupambana na wale vijana ambao walionekana kuongea na mwandishi wa habari, wakimsimulia mwandishi wa habari namna ambavyo wamekerwa na kitendo cha wizi. Sasa hili ni tukio limetokea, wewe ndiye kiongozi na ndio mtendaji mkuu pale, hajaonyesha dalili yoyote hata ya kuwakamata, hata kutafuta hao wezi, hajajishughulisha. Badala yake ni wananchi wenyewe kwa effort zao wenyewe. Yeye amekaa kimya tu kama vile hakuna jambo lililotokea na hakutoa taarifa mapema. Lakini la tatu, huyu mtendaji ametutia mashaka kwa sababu wakati wa kuchangisha alikuwa mstari wa mbele. Baada ya mzigo huo gunia 53 kuibiwa, yeye ndiye aliyefanya jitihada za kutaka kupokea mahindi yaliyokobolewa vipeto 3. Sasa wewe ndio mtendaji. Yaani badala ya kuhangaika kwamba yarejeshwe magunia 53, unapokea, na hivi ninavyoongea wamepokea tayari vipeto 3 vya mahindi yaliyokobolewa, kama ni fidia, kama vile ndio kulipa zile gunia 53, na mtendaji ndiye aliyepokea. Mimi nikasema hapana, huyu hebu tumchunguze vizuri. Kuna jambo ambalo hatulijui. Haiwezekani wewe mahindi yameibiwa, alafu wewe tena una entertain ama unaruhusu wapokee eti mahindi yaliyokobolewa. Na nimewaambia kwa sababu yamepelekwa kwenye store ya shule, wala yasitoke tena. Haya yatabaki ni chakula cha wanafunzi, na kiendacho kwa mganga huo hakirudi. Kwa hiyo hayalipiwi, au yameingia pale yatabaki pale na watatumiwa na watoto. Lakini wale mabwana gunia 53 zote wazirejeshe, vinginevyo watapata cha moto.